Ilikuwa Jumamosi ya kawaida katika eneo la Grogon mjini Nyeri. Kamera 4 za CCTV zilizowekwa kwenye jengo la Jada ambalo lina duka la vipuri vya magari na linaangaliana na karakana hii yenye shughuli nyingi zilikuwa zikifanya kazi kama kawaida. Hakuna mtu aliyedhani kuwa video zilizorekodiwa siku hiyo zingekuwa ushahidi muhimu. Saa 1:30 siku hiyo, moja ya kamera hizo iliyoko kando ya njia inayoelekea mtaa wa mabanda wa Kiawara, mahali ambapo mshukiwa alikuwa anaishi, ilirekodi mwanaume aliyevaa shati tao nyekundu na suruali ya bluu. Alikuwa amebeba mfuko wa bluu na alikuwa akitembea na msichana mdogo kando yake. Mwanaume huyo baadaye alitambulika kuwa Nicholas Macharia, mbeba mizigo maarufu katika soko la Nyeri. Msichana huyo alikuwa Tamara Blessing mwenye umri wa miaka 7. Wazazi wake walikuwa tayari wameanza msako baada ya mtoto huyo kupotea kwa njia ya kutatanisha saa 12 za jioni siku hiyo. Katika picha ya CCTV, Tamara anaonekana akiwa amevaa sweta ya kahawia, suruali ya zabaru iliyokolea na viatu vyeupe. Kwa mujibu wa wafanyakazi katika eneo hilo, alikuwa ameshika pipi mkononi mwa kushoto. Mwanaume huyo anaonekana akimshika mkono wa kulia, naye Tamara akamshika kwa kujiamini kana kwamba walifahamiana. Huyu mtoto nimemlelea hapa, hakuna mtu anamchukua. Hata haendagi na mtu hajui. Unaona hata huyu alimchukua alikuwa anajua ni nani anachukua. Haendagi na mtu. Jua hata asubuhi yenyewe tulipatana naye na akaniuliza kama nimepata mtoto. Akijuaga yeye ndiye akona mtoto wangu. Serikali mnisaidie kwa hii kesi. Hapa ni eneo la Grogon katika mji wa Nyeri ambapo mshukiwa mkuu alionekana mara ya mwisho akitembea na mtoto mwenye umri wa miaka 7, Tamara Blessing, matembezi ambayo baadaye alipelekea kitendo cha unyama. Ndio msichana mwingine anapika chai alisema aliona huyo kijana anaitwa Niko na mtoto wakienda na huku majengo. Sasa tukaenda kwa Jeda, watu wakaenda kwa Jeda wakafungulia CCTV, akamuona akiteremka na yeye. Wakazi baada ya kupata taarifa walikuta mwili wa Tamara ukiwa umefungwa kwenye gunia na kuzikwa chini ya kitanda. Walitoa mwili huo na kuupeleka hadi kituo cha polisi cha Nyeri ambako walizozana na maafisa wa usalama wakitaka kujichukulia sheria mkononi dhidi ya mshukiwa. Mshukiwa alifikishwa katika mahakama ya Nyeri siku ya Jumanne ambako hakimu mkuu mwandamizi Faith Munyi aliamuru azuiliwe kwa siku 14 ili kuruhusu polisi kukamilisha uchunguzi. Kuna pingamizi? Margaret Kimathi, NTV.